Kauli hii si ya kubeza hata kidogo. Sisi viongozi wa dini tuko tunasugua magoti kwa maana ya kuomba sana ili taifa letu liweze kuingia kwenye mchakato wa uchaguzi vizuri na hatimaye uchaguzi uishe salama. Kwa maana ya kampeni zote, kila kitu, kila mchakato uishe salama. Tuko tunaomba pasipo kujali itikadi zetu, dini zetu na tofauti zetu tunazoweza kuwa nazo kwa njia moja au nyingine. Tunatamani taifa letu lisingie katika msukosuko wote ule, hata kama baadhi yetu tunaonyeshwa kwamba vyaweza kuwepo viashiria visiwe vizuri. Sasa pamoja na kwamba tunaonyeshwa hivyo, lakini tunaamini kwamba tukiomba sana kama maandiko matakatifu yanavyotuambia, Mungu ataepusha. Ni jambo ambalo halileti afya sana, halileti mshikamano, halileti umoja wa kitaifa. Kama sisi tunaiombea nchi, alafu wenzetu, baadhi ya wenzetu wanakuwa vyanzo vya kusababisha mitikisiko isiyokuwa ya lazima katika taifa. Kwa hiyo kama kweli taarifa iliyotolewa na huyu kiongozi kuhusiana na hawa Chadema kwamba michango yao hii sijui ya tone kwa tone au tone whatever, nia yao ni kununua au kutafuta sijui vitu gani, gonjwa mpox, sijui Ebola, sijui takataka gani, ili wasambaze katika nchi kwa maana ya kuidhuru taifa, ili katika hilo uchaguzi usiweze kuwepo. Kama kweli ndivyo ilivyo, na kama huyu aliyetamka hilo ana ushahidi wa haya, atapata ushahidi wa haya mambo aliyoyasema, hizi tuhuma, ushahidi ukawekwa bayana wazi wazi, basi Watanzania nadhani tutakuwa na haja sana ya kukiadhibu iki chama cha Chadema kwa njia moja au nyingine, kwa sababu haiwezekani sisi tunasugua magoti, viongozi wa dini tunaomba sana kwa ajili ya taifa letu, alafu kumbe wenzetu waje wahusike kuchafua, kuvuruga amani, kuliharibu taifa. Kama ikibainika ni kweli kwa ushahidi tosha kwa njia zote zile, basi Watanzania bila kujali tofauti zetu, dini zetu, itikadi zetu, tutapaswa kukiadhibu iki chama. Tutajua kwamba basi akifai na viongozi wake hawafai. Hiyo ni A. B, kama basi haitadhibitika kwamba
Yanayosemwa haya ndivyo yalivyo, ndivyo atakavyokuwa. Ikawa ni maneno yamesemwa na huyo mtu chini ya chama chake hicho, akasema tu kama alivyotaka kusema kwa nia ya kutengeneza mazingira yake anayoyajua. Basi Watanzania tutajua kwamba ni dharau kwetu Watanzania. Dharau kwa maana ya kwamba tunachukuliwa kwamba sisi ni mazezeta tusiojua, wajinga tusiojua. Tutaweza kugeuzwa kama watakavyotaka. Tutaweza kudanganywa, tutaweza kutumika kama watakavyotaka hao watu, kwa nia ya kutimiza makusudi yao. Na kama itakuwa hivyo, basi huyu aliyesema maneno haya machafu, hatarishi, pamoja na chama chake na wao, tutapaswa Watanzania tuwaadhibu kabisa. Nadhani nyakati hizi Watanzania wa sasa hatuko Watanzania wa nyakati zilizopita. Hapana. Na yasema haya kama kiongozi wa dini. Nina watu na waongoza, nina watu na waelekeza, nina watu na wafundisha, na watu na watangulia, na mimi ni mpiga kura pia. Sasa kama hali kibainika kuwa hivyo, kwamba ni kauli za uchochezi wa hatari ambazo hazina kichwa wala miguu, basi Watanzania tutakuwa na sababu kabisa ya kumwadhibu huyo mtu na chama chake. Nadhani hii inaeleweka kabisa. Inaeleweka kabisa. Inaumiza, inasikitisha ya kwamba kumbe tunatumiwa hivyo. Kumbe Watanzania tunataka tutumiwe hivyo, wanataka watutumie hivyo. Tutumiwe hivyo tu, si ndio? Tutumiwe kwa mfumo huo ili watimize hadhima zao. Hapana. Tunaitakia taifa letu amani. Tunaliombea taifa letu amani na utulivu, pasipo kujali itikadi zetu. Taifa likichafuka, machafuko hayatajari huyu ni nani, huyu ni nani. Machafuko ni machafuko. Sasa kama hawa ndio viashiria vya awali vya kusababisha machafuko, Watanzania hatakubali. Hatakubali. Hatuwezi kupiga magoti bure kuombea taifa amani na utulivu, alafu kumbe wenzetu wanachafua. Hapana. Watanzania yatafakari haya, yafuatiliwe haya vizuri, ili tujue nani atastahili haki yake kati ya huyu aliyetuhumiwa au kati ya huyu anayetuhumu. Asante. Shalom. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mungu ibariki serikali ya Tanzania pia. Amen. Shalom. Bishop Kaindaguza naongea. Asante.